Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu kwenye hichi kituo cha Tanzania News TV, ukipenda Ezra TV. Asante sana kwa sapoti yako. Endelea kusubscribe, endelea kulike video. Taarifa ambazo ninapokea kwenye studio zetu, podcast yetu nzuri jinsi ambavyo naiona hivi, zinaeleza kwamba shahada ya heshima ambayo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliweza kupokezwa ama aliweza kutunukiwa na chuo kikuu cha jimbo la Nasarawa KEFI kutoka Nigeria imeweza kukataliwa na imeitwa feki au ukipenda isiyo stahili. Na wale ambao wameweza kuita shahada hiyo kwamba ni feki ni wanasheria jimbo la Afrika. Sasa mnakumbuka siku ya Ijumaa mosi tarehe 11, kama mulikuwa makini, muliona kanda ambazo zilikuwa zinasambazwa, hizi mfano kanda kama hii ambayo unaiona hapo, zikimuonyesha Samia Suluhu Hassan akishangiliwa Ikulu Chamwino alipokuwa anapokezwa shahada hiyo ya heshima kutoka Nigeria. Na shahada hiyo wanasema kwamba waliweza kumpea Samia Suluhu Hassan eti kwa sababu ya uongozi wake mzuri. Chancellor Sir, I present to you Her Excellency Samia Suluhu Hassan for the award of honorary degree of letters, honoris causa. But before the conferment, we will run the national anthem of the United Republic of Tanzania. Hichi chuo kikuu cha jimbo la Nasarawa KEFI ni kutoka upande wa Nigeria. Hichi chuo, mpenzi mtazamaji, kimeweza kushambuliwa na kuzomewa na wananchi kote Afrika. Je, ni kwa nini hii shahada ambayo Samia aliweza kupewa imekataliwa? Na ni nani ambaye ameweza kuongoza wala ambao wameweza kukataa hii shahada? Falana, kuna mtu ambaye anaitwa Femi Falana, mwanasheria wa haki za binadamu. Huyu ni mwanasheria wa haki za binadamu. Yeye ndiye aliweza kuongoza maandamano ya kukataa hii tuzo ya shahada. Sasa tuzo hiyo nimekueleza iliweza kutolewa siku ya Jumamosi tarehe 11 na iliweza kushtumiwa sana na baadhi ya wananchi kufuatia taarifa za matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji baada ya uchaguzi wa Tanzania mwaka 2025 uliopingwa. Sasa imagine, unaona hii shahada ambayo Samia alikuwa anapewa, shahada ya heshima. Eti alikuwa anapewa shahada ya heshima kwa sababu anafanya kazi vizuri, anaendesha taifa la Tanzania vizuri. Eti sasa hiyo ni shahada ya heshima. Wananchi ambao waliweza kukejeli hii shahada, na hata huyu mwanasheria wa haki za binadamu Afrika anaeleza kwamba hii shahada Samia hakukuwa na paswa
kupewa. Bwana Femi Falana alieleza kwamba madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan mwaka 2025 hayakukuwa yanaruhusu Samia kuweza kupewa hiyo shahada. Kwa hivyo mnakumbuka mwaka uliopita watu walikuwa wanatolewa uhai sana. Watu walikuwa wanachinjwa, wale ambao walikataa matokeo ya ushindi ambao Samia aliweza kujitangaza kupitia kwa tume ya INEC kwamba yeye aliweza kuibuka mshindi kwenye uchaguzi ulioandaliwa kwa kupata 98%, kitu ambacho hakiwezi kikatendeka. Unajua, mtu akishinda kwa 98%, hiyo inamaanisha karibia watu wote Tanzania waliamka na kwenda kumpea kura, kitu ambacho hakikutendeka. Watu hawakujitokeza kwenda kupiga kura, watu walikuwa kwenye maandamano. Sasa watu wakajiuliza kwamba hizo 98% zilitoka wapi, hata kana kwamba mpaka watoto walikuwa wanapiga kura. Hasa raia walipokataa matokeo yale na uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali, wakatolewa uhai. Sasa kulingana na Bwana Femi Falana, anasema kwamba yale matukio ya mwaka 2025 ya kutolewa uhai kwa wananchi, viongozi kufungiwa kwa jela, akina Tundu Lissu, havikuruhusu Samia kupokezwa hiyo tuzo ya heshima. Heshima gani kipindi ambapo anawatoa wananchi wa Tanzania uhai? Heshima gani Samia anapaswa kupokezwa kipindi ambapo anaendeleza udikteta katika taifa letu la Tanzania? Heshima gani Samia anapaswa kupokezwa kipindi ambapo haki za zile familia ambazo ziliweza kupoteza ndugu zao kipindi cha maandamano hazijaweza kupata haki? Sasa hatua hiyo ya Falana, Femi, mwanasheria wa haki za kibinadamu, kukataa tuzo hilo na shahada hiyo inafuatia ripoti ya awali ya Premium Times kuhusu uamuzi wa chuo hicho kumtunuku kiongozi huyo wa Tanzania katika mahafali yake 8 ya pamoja na maadhimisho ya miaka 25 tangia chuo hicho kuanzishwa. Sasa mtazamaji wangu, tuzo hiyo ambayo Samia aliweza kupewa, si nimekuonyesha kanda hapo, au vibaraka vyake ambao wanamzingira wakifurahia kwamba mama wao ameweza kupokezwa tuzo. Sasa tuzo hiyo imepokea ukosoaji mkubwa kutoka kwa umma kutokana na ripoti za ukandamizaji wa vurugu dhidi ya waandamanaji baada ya uchaguzi wa Tanzania mwaka 2025 uliokuwa na utata. Ulimwengu mzima unajua Samia aliweza kuiba uchaguzi. Ulimwengu mzima unajua kwamba Samia aliweza kuwatoa wananchi uhai. Ulimwengu mzima unajua kwamba Samia alitumia vyombo vya dola, wananchi wakapotea, wengine wakatekwa, wengine hata wajulikani waliko, akina Mdude. Lakini itawezekanaje hichi chuo cha Nasarawa kutoka upande wa Nigeria kinajitokeza na kumpa Samia shahada ya heshima PhD? Ya nini? Ya nini? Sasa wakili huyo Bwana Tayo Soyemi Falana pamoja na Falana Chambers, wakili huyo wa haki za kibinadamu, anaeleza kwamba chuo hicho cha Nigeria kinapaswa kuchunguzwa kuhusu hizi shahada ambazo wanazitoa ambazo ni feki kuelekea kwa viongozi ambao wamehusika
kwenye ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Sasa utawezaje kumpa kiongozi eti kwamba ni shahada ya heshima kipindi ambapo amekandamiza raia, kipindi ambapo aliweza kuwatoa raia uhai, kipindi ambapo anaendeleza udikteta katika taifa letu? Viongozi wa upinzani hawawezi wakaendesha mikutano, anataka viongozi wa serikali waweze kuendesha mikutano peke yao. Mtu mwenye anapewa tuzo ni mtu mwenye taifa lake linanawiri, siasa inanawiri, upinzani wako na ruksa ya kupiga siasa zao, ya kuandaa mikutano yao. Lakini kwenye hii serikali ya Samia, upinzani Tanzania ni haramu kuandaa mikutano. Hii shahada ambayo Samia aliweza kupokezwa kipindi ambapo ameweza kuwatoa wananchi uhai imekataliwa. Hiyo ni feki. Hasa muuaji anajihisi vipi kipindi ambapo anapokezwa shahada ya heshima, kipindi ambapo kuna ndugu zetu ambao aliweza kuwazika? Wazo lako ni lipi? Unaweza ukaambia nini huyu mwanasheria wa haki za binadamu katika jimbo la Afrika, Bwana Femi Falana, mwenye ameweza kukataa hiyo shahada ya Samia ambayo aliweza kupewa ya heshima? Dondosha wazo lako hapa chini. Mimi ni Bwana Ezra, asante sana.